Unataka kujua tabia halisi ya mtu anayekuficha ukweli? Usisikilize anachosema, mpe hasira. Kuna mbinu 7 za kisaikolojia za kumvua mtu kinyago chake, na nikuhakikishie, mbinu namba 4 itakushtua sana kuhusu watu wako wa karibu. Kaa hapo hapo. Namba 1, sikiliza zaidi kuliko unavyoongea. The 80-20 rule. Wataalamu wa uchunguzi wanatumia kanuni inayoitwa the 80-20 rule of communication. Yaani, wewe unamwacha mlengwa aongee kwa 80%, huku wewe ukisikiliza na kuuliza maswali madogo kwa 20% tu. Kisaikolojia, binadamu hapendi ukimya. Unapokuwa kimya na kumpa mtu nafasi ya kujieleza bila kumkatisha, anajisikia huru sana. Na kadiri anavyozidi kuongea kwa muda mrefu, ndivyo ubongo wake unavyochoka kuchuja maneno. Filter mechanism inashuka. Hapo ndipo ataanza kujichanganya, atatoa siri zake bila kujua na kuonyesha dhamira yake ya kweli. Watu wanaoficha ukweli wanapenda kudhibiti story. Wape kamba ndefu na watajifunga wenyewe. Kuwa msikilizaji mzuri na utaona yale yasiyoonekana. Namba 2, angalia matendo zaidi kuliko maneno. Cognitive dissonance. Maneno ni rahisi kutamkwa. Mtu yoyote anaweza kukuambia nakupenda, naamini kwenye hii biashara, au mimi ni mtu mwema. Lakini kwenye saikolojia tunatafuta kitu kinachoitwa congruence, yaani uwiano kati ya kile mtu anachokisema na kile anachokifanya. Mtu anakuambia anajali muda wako, lakini kila mkipanga kuonana anachelewa masaa 2. Mtu anakuambia anakuunga mkono kwenye biashara yako, lakini hajawahi hata kushare posti yako moja au kununua bidhaa yako. Mtu wa namna hii anapitia kile tunachokiita cognitive dissonance, mgongano kati ya uhalisia wake na picha anayotaka uione. Acha kusikiliza maneno matamu yanayoingia masikioni. Anza kusoma vitendo vinavyoonekana kwa macho. Matendo ni sauti kubwa zaidi ambayo hai. Namba 3, chunguza marafiki zake. The law of averages. Hii mbinu inavunja ule msemo wa usimhukumu mtu kwa marafiki zake. Kisaikolojia, huyo ndiye mtu wa kumhukumu kwa marafiki zake. Chunguza marafiki wa karibu wanaotumia nao muda mwingi. Mwanafalsafa Jim Rohn aliwahi kusema, wewe ni wastani wa watu 5 unaotumia nao muda mwingi. Kama mtu unayetaka kumfahamu, marafiki zake ni watu waongo, wanaopenda kusengenya, wasio na malengo au matapeli, lakini yeye anajifanya kwako ni malaika msafi na kuomba ushituke. Kisaikolojia, binadamu hawezi kudumu kwenye kundi la watu ambao hawana tabia zinazofanana na zake. Birds of a feather flock together. Hata kama yeye haonyeshi hizo tabia mbaya kwako, ujue tu ameamua kuficha makucha yake kwa muda. Tabia za marafiki zake ndio tabia zake zilizojificha ambazo bado hajaziruhusu wewe uzione. Namba 4, mpe hasira. The amygdala hijack. Tufike kwenye lile kosa namba 4 nililokuambia pale mwanzoni. Unataka kumjua mtu kiukweli, mpe hasira kisha msome. Saikolojia inatuambia kuwa mtu akiwa kwenye hasira kali, sehemu ya mbele ya ubongo, prefrontal cortex, inayohusika na kufikiri kwa busara, inazimwa kabisa, na sehemu ya nyuma inayoshughulika na hisia za kinyama inachukua usukani. Katika hali ya amygdala hijack, binadamu hana uwezo wa kuigiza, kinyago kinaanguka chini. Je, anapokasirika anaanza kutukana matusi ya nguoni? Je, anavunja vitu au anakuwa mtulivu na kuomba muda wa kupumzika? Jinsi mtu anavyotenda akiwa na hasira ndiyo sura yake halisi, na ndivyo anatakavyokutendea wewe siku mambo yakiharibika kati yenu. Usikubali kuoa, kuolewa au kuingia ubia wa biashara na mtu ambaye haujawahi kuona hasira yake inafananaje. Mpeleke katika mazingira tofauti. Mtu anapokuwa katika mazingira yake ya kila siku, comfort zone, anakuwa amekariri namna ya kuishi na wewe na anajua jinsi ya kuficha madhaifu yake. Sasa, mfanyie mtihani huu. Safiri naye kwenda mkoa mwingine, mpeleke mgahawa ambao haujawahi kumpeleka wenye huduma tofauti, au angalia namna anavyohangaika mkiwa kwenye foleni kubwa ya magari na mmechelewa kwenye tukio. Je, ana panic na kuanza kulaumu kila mtu? Je, anakata tamaa haraka? Uwezo wa binadamu kuhimili mazingira mapya au changamoto za ghafla, adaptability, ndiyo kipimo halisi cha uthabiti wa akili yake. Ukitaka kuiona rangi halisi ya samaki, mtoe kwenye maji aliyozoea. Namba 6, angalia anavyowatendea wengine. The waiter rule. Wataalamu wa tabia inaitwa the waiter rule, sheria ya mhudumu. Ukitaka kujua kama mtu na utu wa kweli au ni muigiza,
Usiangalie anavyokutendea wewe ambaye una msaada kwake. Angalia anavyowatendea watu walio chini yake au watu ambao hawawezi kumsaidia chochote kwenye maisha yake. Ukitoka naye kwenda kula, msikilize anavyoongelesha mhudumu wa chakula. Je, anamuongelesha kwa dharau? Je, anawadharau walinzi wa getini au wafanya usafi? Kama mtu ni mkarimu sana kwako, lakini anawatukana na kuwadhalilisha watu wa hali ya chini, asikudanganye. Yeye sio mtu mzuri. Anakuheshimu wewe kwa sababu ana maslahi na wewe, transactional respect. Siku ukikosa hayo maslahi, atakutendea huo huo ukatili anaowatendea hao mhudumu. Tabia halisi iko kwenye namna tunavyowapa thamani wale wasio na sauti. Namba 7, muulize maswali ya kina, deep probing questions. Acha zile stori za juu za hali yako, umeshindaje, au kuzungumzia siasa, mpira na zama ndani zaidi. Uliza maswali ambayo yanamlazimu kutumia hisia na akili yake kufikiri kwa kina. Kwa mfano, kitu gani unakijutia zaidi kwenye maisha yako? Kwa nini uhusiano wako uliopita ulivunjika? Nini maana ya mafanikio kwako? Ukimuuliza hayo maswali, msikilize kwa umakini jinsi anavyotengeneza majibu yake. Mtu muongo au asiye na kina atatoa majibu mepesi, atajihami au atatupia lawama watu wengine. Oh, ex wangu alikuwa mwehu. Lakini mtu mkweli atakuwa tayari kuonyesha udhaifu wake, vulnerability, na kukubali makosa yake. Na hizo ndizo saikolojia 7 za kumvua mtu kinyago chake. Kati ya mbinu hizi 7, kuanzia the waiter rule mpaka kumpa mtu hasira, ni mbinu gani umeona ina nguvu zaidi na unaenda kuanza kuitumia leo? Niandikie kwenye comment hapo chini, mimi nitakuwa hapo kusoma na kujibu kila comment. Kama video hii imekupa mwanga mpya, usiondoke bila kuacha like yako, hakikisha umesubscribe na kushare na watu wako wa karibu. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.